Majeta unafanyaje hivyo? Mnakuja kupishana au kuja kuendesha shida yako? Kwa hiyo kuchokuleta sasa nini? Wewe sipo ngoja muelezee. Sasa utakuja tendea haki. Muelezee dokta. Sasa elezeni shida zenu kwa mabishana tena. Bwana dokta, huyu bwana anataka kupunguza nguvu za Bwana, mimi tatizo langu nina shida ya nguvu ya kiume. Nguvu ya kiume imezidi sana ya kiume, nataka ipunguzwe. Wala sio shida wala nini. Kazi hapa atakuwa nayo mimi. Mimi chochote anachokitaka mimi nitamshughulikia tu. Akaenda nani gengeni mimi nitaenda. Akaenda Majeta. Kama watoto kwa umejikalisha tu hapa kama simba uliokosa nyama. Kaa chini kwanza tu. Unyosha vyombo. Kaa chini tu. Kaa chini tu yaongee. Sina wapi. Vyombo vichafu. Kitanda hujatandika. Hujapika. Umeamka umekuja kukaa hapa nje. Hivi ni mzima wewe? Sawa. Wapi sasa? Naenda chooni. Nenda basi haraka haraka nje kujibu maswali yako. 2000 bwana msiku wako. Yule rafiki yangu kipipi yule anipeleke kule kwa witch doctor. We Majeta. Umefanya nini chooni? Maji hamna chooni. Sawa, kingine. Sema vyote ili mimi nikushughulikie mapema. Kanchukulie maji mimi niende zangu chooni. Yaani yote kwa sababu ya hizi nguvu za kiume nilizokuwa nazo. Kwa sababu mimi wiki nzima mimi hapa nikachote maji mie, sikataa. Kwa sababu wewe wangu nikaende nikanunue mkaa mie. Ile bustani niendeleze mie. Kusema kwa mimi sikatai. Yaani mimi nikikurofisha wewe. Hivi style nitapata wapi? Ila mimi nakusudia niende kwa rafiki yangu kipipi. Kuna sehemu utaka twende mara moja. Unaweza kaniruhusu mara moja hayo maji nikirudi niweke? Sikiliza wewe. Naomba uchote maji uweke chooni. Vyombo vioshwe. Kitanda kitandikwe. Ungetaka yote ongeza ungemwoa mzee mwenzako. Kwa hiyo mimi hivyo vitu nikufanyie. Wewe vipi wewe? Ni nguvu imekujaa kibao. Kwa hiyo labda nikuulize. Hivi wewe kijana anaweza kapambana na mimi mtu mzima? Wewe unazijua nguvu zangu? Yaani ukisikia mimi nina nguvu za kiume ndio mimi. Mimi nina nguvu za kiume na ndio maana kila wakati unanituma. Na ndio maana unaniambia mimi ndio gengeni napoenda sikatai. Hivi kama kweli kutoka mtu kama kweli huna nguvu kweli unaweza kufanya mambo hayo toka asubuhi mpaka jioni. Jioni kweli maji yameisha. Nilijaza asubuhi lakini maskini ya Mungu. Sasa kitantalela zako nishakwambia naomba uzifanye hizo kazi zote. Nipo ndani. Nipo ndani. Lakini yote haya kaka anataka kipipi haya. Mimi kwamba anipeleke kule nani yule. Hizi nguvu za kiume zitaniua mimi. Nguvu za kiume zitaniua. Yana angetaka na huyu mwanamke na siku angetaka si angechukua vijana wenzake. Mimi kanipenda kwa sababu nina nguvu za kiume. Mimi mwanamume kweli kweli msuli ninao. Kwani kamjazie maji mimi. Asijakaje. Akafanya majambo chumbani bora tu kaanza kwa kule ndani. Nikapeleka. Kaza mkono Majeta, unafagiaje hivyo? Nyosha maneno, nikaze mkono, nikaze fagio. Shika fagio kwa kukaza mkono. Usichoelewa hapo nini? Unafagia kama ujala. Mimi mkono lazima nikaze, mimi mtoto wa kiume. Fagia na huku. Sawa.
Ukimaliza udeki maana nasikia vumbi. Wala usijali. Pita mbele. Usijali. Mwata kwa unaniumiza zisisogee huko. Pole jamani. Pole mama watoto. Kichuna changu Nyuma kule nyuma. Nyuma? Huko. Fagia kumaliza udeki. Makubwa. Asante nitafanyaje? Huko Fagia vizuri basi. Haya. Afu udeki. Sawa. Maana kuna vumbi au unalionaje mume wangu? Vumbi na mimi naliona. Sibona mpaka mafua na bana pua saizi kwa sababu ya mafua. Na huko nyayoni. Wapi uko nyuma? Kwenye nyayo? Siwezi kukutekenya mke wangu. Mtekenya. Kawewe sawa. Bora nimekutekenya umecheka. Makubwa. Nenda kurelax wewe usipate shida. Vitoto vya 2000 nyie. Mtaona wapi raha hizi? Sawa. Zangu za kiume hizi nguvu za kiume hizi mwenye zinamchanganya, alafu kwa singaije chochote anachosema hivi chochote anachosema mimi nakubali. Nenda kaingia kwa nyanya za kiume. Majata. Vipi rafiki yangu kipipi? Vipi? Mbona unaongea peke yako? Tokea kule na kuona unaongea tu peke yako na wazawaza. Vipi, shida nini? Ndugu yangu, dunia tu hii. Dunia. Mimi bwana kusema ukweli, shemeji yako kama unavyomjua. Shemeji yako bado kijana. Shemeji yako mimi nampenda. Shemeji yako mimi chochote anachokisema mimi sitaki kumkorofisha. Maana mtoto yule kanyooka. Kafanya nini? Kanyooka. Yaani kanyooka kama mchele wa Mbeya. Unajua mchele wa Mbeya hata kama ukipikia kwenye nazi umenyooka. Maana ni mzuri. Ukipika kwa mafuta umenyooka. Sasa mimi chochote anachokisema yeye kanichotee maji mimi nenda kuchotea. Sije kachukue mkaa nenda kuchukua. Sahihi. Nyanya na kwenda. Mpaka kule bondeni kuna kibustani chetu cha matembele tumelima. Mimi huwa manyinga naenda asubuhi ndio mwana. Lakini sasa mimi nachoka toka asubuhi mpaka jioni mimi napiga kazi, lakini yote kwa sababu ya nguvu zangu za kiume. Kwa mwafaka upoje? Mimi kusema kweli ndio maana nimekaa pembeni ni nalalamika peke yangu. Kwa sababu upo kutumwa, sio kama unatumwa peke yako. Mimi mwenyewe na deki sometime, ni mapenzi tu. Ndio. Sasa wewe unaposema umechoka kutumwa afu ukizingatia yule mtoto ni wa 2000. Unajua watoto wa 2000 wanadeka, yani kuna kitu inabidi uwahendo. Utampoteza. Huko kuchota maji nini? Sio mbaya. Wangapi wanafanya bwana wasi. Wote unaona barabarani, wote wanadeka, wanachota maji, kila mtu na shughuli zake nyumbani. Mtu anaweza akakwambia anachokifanya nyumbani kwake. Kwa hiyo mimi hapo sidhani kama kuna shida kwa upande wangu mimi. Au wewe unasemaje? Mimi kusema kweli kinachonipoza hizi nguvu zangu za kiume. Show sana. Sio kupiga show sana. Silali. Si ndio unakesha naye? Mtoto mbichi ule. Usiku nipelekee dumu chooni. Nipelekee dumu wapi? Asubuhi nende nikapalilie tembele. Mara nikamchukulia nyanya. Kwa sababu ya hizi nguvu zangu. Sasa mimi baza umekuja wewe leo hapa, mbona unisaidie? Nikusaidia nini sasa? Mbele hapo kuna kijana mmoja, kijana mdogo tu hivi. Yeye huyu ni mganga kienyeji au kwa Kiingereza wanasema witch doctor. Yule kijana aliyoachiwa mikoba na babu yake. Na babu yake. Yule kijana inaposemekana yule hodari. Jambo la lolote unalihitaji kwake. Kanisaidia sana kwenye masuala yangu ya kazi ya. Kanisaidia sana. Kwa hiyo ndio mnaongoza kutupa mayai na viungo kwenye makaburi, si ndio wenyewe? Hali ngumu. Sometimes kuna kipindi lazima uingie katika witch doctor kama hivyo unaenda kusafisha nyota. Najua sasa hivi kuna mambo kibao yani. Kazini kuna mambo kibao yani, kuna ushirikina, vihusda, inabidi ukavisafishe kama hivyo. Ule mtoto uko vizuri. Hana baya. Basi mimi naomba wewe unipeleke kwa yule mtoto unisindikize
ili nikapunguze nguvu za kiume. Sasa unashtuka tena? Yaani watu wanatafuta nguvu za kiume kwa waganga, wanahangaika, wanakula mamiti shamba, wanakula mizizi. Anatafuta nguvu za kiume. Wewe unataka kuzitoa? Zimezidi sana. Naweza Majata. Are you serious? Serious. Naweza nikafa mimi kwa sababu hizo nguvu za kiume. Oh. Kwa hiyo mimi ninachokuomba tuenze tukole ule mtoto ule. Yule sio mtoto, ni mtu mzima. Maana yake anakutibia magonjwa makubwa. Mimi naomba unipeleke twende wote. Kukupeleka sio shida. Shida mimi nashangaa ni watu wanatafuta nguvu, yaani wafanye kweli, afu unataka kuzitoa hizo nguvu. Kweli? Majata. Ndio hivyo ndugu yangu. Mimi sina jinsi. Hapa nilipo sina jinsi. Na mimi sitaki nimwache yule mtoto. Wewe mtoto bomba. Wewe utamuona shemeji, unamjua shemeji yako? Namjua mtoto 2000 ule, mimi simjue mimi. Mimi mwenyewe nilikuwa namtaka sema kwa sababu alikuwa yupo karibu naye ikabidi. Hiyo ndio shida hiyo. Nikae mbali. Wewe mwezi yule kwa sababu mimi ninachomfanyia wewe huwezi kumfanyia. Mimi ninachokumfanyia mimi yule. Ninachompa yule mimi. Wewe huwezi. Kama unafanya mtoto vitoto vya 2000 na vitundu. Kwa hiyo maana ili wewe ule utundu wake usipotee, akikutuma wewe nenda. Kwa hiyo mimi kila kinituma. Juzi kuna matofali tuliyapanga pale kaniambia nibebe. Nimebeba. Nilikuona. Nilibeba. Matofali. Jasho linakutoka. Sema mapenzi atakupeleka mbio wewe. Ila sio kwa upande wako. Hata mimi mwenyewe kuna mambo sometime natumwa kama mbwa, yani nahangaika. Lakini nitafanyaje ndio nishapenda. Watoto 2000 kupenda ni upofu. Okay, sasa zote tuachane yote. Bora kanikupeleka kwa mganga ukapunguza nguvu za kiume. Twende kwa nguvu za kiume. Posho ipo. Wala wewe si wangu. Wewe wangu roho ya Mungu. Kwa sababu natumia nauli huko na sala. Wala usijali, mimi si nguvu za kiume hizi. Itafika tu nitakuja kumuua bure mtoto wako. Kwa sababu atakasirika yule. Basi twende. Nitamuua bure mimi. Kwa uje nguvu za kiume soma sasa. Niweza nikamuua bure mimi. Twende bwana. Huku bwana. Huko Kuna toshaona. Hakuja. Tatizo lao sio kubwa sana. Karibuni. Nimeona hapo. Veni viatu. Karibuni. Karibuni vijana. Wageni wameingia. Muelezee. Muelezee nini? Wewe si ndio mwenye shida? Sasa muelezee wewe yale matatizo. Si kwamba nilete kwa daktari. Muelezee matatizo yangu. Sasa mnakuja kubishana ama kuja kwenda shida zenu? Sasa muelezee mimi shida ya kwangu. Sasa ndio ulionileta. Mimi nimekuleta. Wewe ndio mwenye shida. Kwa hiyo kilichokuleta sasa nini? Wewe si kwamba uje muelezee. Bwana. Kama vipi tuondoke bwana Misha? Sasa hapo utakuja nitendea haki. Muelezee daktari. Sasa elezeni shida zenu, mbona bishana tena? Bwana daktari, huyu bwana anataka kupunguza nguvu za kiume. Sawa. Tatizo. Bwana, mimi tatizo langu nina shida ya nguvu ya kiume. Nataka ipunguzwe. Yaani nguvu za kiume kwamba huna au unakuaje? Mimi tatizo mimi nina sana nguvu za kiume. Kwa hiyo nataka nisipunguze. Have mercy upon us. Mimi mwenyewe najua ni wewe mtu ajabu. Katika mtu wa kwanza kuja hapa kiningeni kwangu. Unakuja kuongeza nguvu za kiume. Unakuja kupunguza. Yaani si kuna vice versa, kuna positive na negative. Ulisikia wapi? Sawa. Tatizo lako ni dogo sana. Ila kuna sharti. Haya. Ila inabidi unete mchanga au ufukweni. Gunia moja hapa chilingeni kwangu. Kwa hiyo nikileta ile gunia la mchanga la ufukweni kwisha tatizo lako. Kwisha. Hairudi tena. Alirudi tatizo. Nguvu za kiume zitakazopungua. Safi vizuri kabisa. Sawa kabisa. Kwa hiyo sasa kipipi? Itabidi tuende Coco Beach. Nauli bei gani vile bajaji?
bajaji sasa hivi maana mafuta yamepungua bei. Lita shilingi 4,500. Bajaji. Kweli yamepungua. Ndio. Sasa mnataka kujadiliana hapa, ndio mkajadiliana nini huko? Mimi nataka mchanga hapa, tatizo lishe. Kwa hiyo nijaze, nibebe nije nalo hapa. Dunia la mchanga lete hapa, kilingeni kwangu. Kwa twende. Twende tukate gunia hiyo. Subiri. Kuangalia kazi unaifanya. Kumbe uko serious? Niko serious. Au kupunguza nguvu za kiume? Elea kijana. Dokta vipi bado? Bado. Nimechoka. Wewe unataka nguvu za kiume lakini nimechoka. Sasa ufanyaje hivyo sasa? Hapo. Kwa hiyo nifanyaje? Bado. Kwa hiyo hii ndio nguvu za kiume. Sasa hapo umefanya kazi ya kutoa nguvu za kiume. Hapo kwisha. Yaani ukuli kwa mkeo. Kwisha tatizo lako. Hakuna tena leo tatizo. Kwisha kabisa tatizo. Yaani hapo uli kwa mkeo safi kabisa na mali. Nguvu zitakuwa zimeisha. Zimeisha. Na baki sina kitu. Kabisa. Leo hakuna kitu kabisa. Umemaliza. Sawa. Asante. Wasalimie. Chugeni. Nasema hivi. Ukienda wewe umesema unataka kwenda kula. Karibu. Kipipi? Uko ndani muda mrefu. Bwana karibu, yani nilikuwa naisikia furaha. Wewe unajua kombe la dunia hili? Nakubali na leo sina ana anacheza. Leo Mexico na Brazil. Bwana vipi ule mchele ushaupika?
Tuondoke bana. Kupika tena sasa hivi. We. Haya. Umechambua ile mchele? Sijachambua. Na ile basi umelikanga? Bado. Unategemea nani akupikie? Mimi sifanye kazi hiyo wewe. Hey. Bila sema nina msimamo bwana. Mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Hiyo kazi ni kazi ya wanawake. Hey. Mara ngapi mimi nimeshafanya hizo kazi? Ai, nani kasema? Hiyo ndio tiba niliyoambiwa na daktari wangu. Yaani umeambiwaje yani? Sikuelewi. Nimeambiwa mimi kitendo cha kufanya kazi kila siku ni shida. Inatakiwa nifanye kazi kwa kupumzika. Au mchele umeuchambua? Bado. Yaani mchicha sijachambua. Mchele sijachambua. Mchicha vile sijaupika. Kwa hiyo unategemea nani akupikie? Mimi nimechoka. Kumbe unajua kusema umechoka. Sasa. Mimi nimechoka bwana. Wewe kila siku nitakuwa mimi nafanya kazi tu hivi. Mimi jiti. Mimi nimechoka. Au unasemaje kivipi? Ondoke. Yaani wewe mimi ndo nakupongeza sasa hivi. Yaani hapo umepunguza nguvu za kufanya kazi. Sawa. Sio nguvu za kiume. Ndio mlivyoambiwa na mgangani. Sasa mimi naona tunachelewa Majata. Sasa shemeji. Sio tunaenda bwana. Sasa ukirudi tutafanya kazi wote sasa. Kwa pamoja. Mashallah, hivyo ndio tunatakiwa namna hiyo. Lazima tusaidiane. Hadi mwenyewe nimegoma kule. Nishamba nioshe vyombo, sio ni mtoto kanya nikamnawishe, nikasema mke wangu bwana, hizo kazi zingine unazonipa sio. Nimekataa kama hivyo kataa. Yaani hapa ningekushangaa sana. Kwa maana hiyo jinsi hapo, yani hapo sio nguvu za kiume, ni kupunguza nguvu za kufanya kazi. Kwa hiyo kazi zikiwa nyingi tupunguze. Kazini ufanye kazi ulipwe mshahara, nyumbani tena ufanye kazi unalipwa nini? Kazi za nyumbani ni za mwanamke. Aidha waweze umsaidie tu, lakini eti ndio sio unakaa unajipa majukumu eti wewe lazima ushike mboga, lazima ufanye nini? Majata shtuka. Nimeshashtuka na mke wangu sababu kashaelewa. Au mke wangu anasemaje? Nimeelewa. Umepunguza nguvu za kufanya kazi. Sio nguvu za kiume. Mashallah. Sasa. Kaka,